mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Igunga, ndugu yetu mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi unayewakilisha mkoa wetu, wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, ndugu zangu waheshimiwa madiwani, viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa ngazi zote ambao mko hapa, ndugu zangu wananchi, leo ni siku muhimu kwetu wananchi wa kata hii ya Ziba. Kama ambavyo wamesema wenzangu, mtakumbuka tulifanya uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10. Tukamchagua mheshimiwa diwani wa kata hii ndugu yetu marehemu Mayunga, tukamchagua mheshimiwa mbunge, tukamchagua mheshimiwa rais, na kimsingi wananchi wa kata ya Ziba, baada ya kampeni za kistaarabu za Chama cha Mapinduzi zilizoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na rais baadaye wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nyinyi watu wa Ziba mlipata bahati kubwa. Kwanza, ni moja ya kata ambayo mlipata bahati ya kupata wagombea wetu wote wawili, mgombea wa urais pamoja na mgombea mwenza kwa nafasi ya kitaifa. Daktari Samia Suluhu Hassan alisimama hapa akazungumza na wananchi wa Ziba, akiomba kura kwa Chama cha Mapinduzi, akiomba kura kwa nafasi ya ubunge, akiomba kura kwa nafasi ya udiwani. Lakini tulikuja hapa vile vile na Dr. Nchimbi aliyekuwa mgombea mwenza, tukapata fursa ya kuja hapa Ziba tena, akasimama hapa akazungumza akiomba kura kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, akiomba kura kwa mbunge na akiomba kura kwa diwani. Nyinyi watu wa Ziba mlipata heshima hiyo kubwa. Napenda nitumie nafasi hii kusema mapenzi ya Mungu yatimizwe. Mwenyezi Mungu alimpenda ndugu yetu Mayunga, na kwa nafasi zote mbili za viongozi wa kitaifa, Mayunga alipata nafasi ya kuzungumza, kuwakilisha maoni na kero za wananchi. Nyinyi ni mashahidi. Lakini kazi ya Mungu imefanyika. Sasa baada ya hapo lazima nafasi hii izibwe. Ndugu zangu, Tume Huru ya Uchaguzi imekwisha toa matangazo ya awali na michakato ya ndani ya chama chetu ikafanyika. Chama cha Mapinduzi kimemteua mgombea wa udiwani kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, ambaye baadaye nitamwita hapa, atapata nafasi ya kuwasalimia. Sasa niwaombe ndugu zangu, wenzangu wamekuja hapa wamesema, na mimi naomba nirudie kusema, kazi mtakayoifanya tarehe 1 mwezi wa 6 ni kazi ya maisha yenu kwa kipindi cha miaka 5 mpaka mwaka 2030. Hapo hamfanyi kazi ya mzaha. Mnachagua maisha yenu, mnachagua maendeleo yenu, mnachagua mahitaji yenu ya kila siku ya elimu, afya, maji, barabara na kadhalika, hata masuala ya ulinzi na usalama. Chama cha Mapinduzi kinawaombeni. Tulipokuja na viongozi wetu wote hao wa kitaifa, tulikuja na kijitabu hiki ambacho tumeahidi mambo kadhaa ambayo tutawatumikia wananchi wa Ziba, wananchi wa Igunga na wananchi wa mkoa wa Tabora. Haya tuliyoyaahidi ndio yanayoendelea kufanyiwa kazi na uongozi
wa Chama cha Mapinduzi wenye serikali, nimeambiwa kata zote zingine hapa madiwani wote ni wa Chama cha Mapinduzi. Kwa Ziba itakuwa ni jambo la ajabu. Tumefanya mambo mengi CCM, na kuna watu wengine wanapita wanasema CCM haijafanya chochote miaka yote toka tupate uhuru. Sasa mtu muongo anajulikana kwa maneno yake. Hivi Ziba miaka 10 iliyopita ilikuwa hivi, ndugu zangu? Sasa kuna wanasiasa wengine hawafanyi kazi. Viko vyama vingine kazi yao ni barabarani tu, miaka yote, miaka nenda miaka rudi. Watu wa namna hiyo Mungu pisha mbali, hata wakipata madaraka wataendelea kuwa ni watu wa barabarani tu siku zote, hawatashughulika na matatizo ya wananchi. Niwaombe sana, puuzeni kabisa, puuzeni hoja ambazo zinaturudisha huko nyuma. Wananchi mnakaa, mna amani, mna utulivu, ni kwa sababu ya sera nzuri za Chama cha Mapinduzi. Lakini vile vile niwaombe ndugu zangu, uchaguzi huu ni uchaguzi mdogo, ni uchaguzi kimsingi, tunaweza tukasema kwa lugha rahisi, uchaguzi wa kuziba kiraka. Sasa wewe suruali yako ya rangi nyeusi imetoboka kwa bahati mbaya, kiraka unachokiziba pale ukiweka cheupe utakuwa kituko hata mtaani. Kiraka cheusi kinakwenda kwenye suruali nyeusi, au vipi? Wewe una suruali yako ya rangi ya kijani imepasuka, imetoboka, unakwenda kutafuta rangi kama walivyovaa sungusungu wangu hapa, rangi nyekundu, unabandika. Utakuwa unapita mtaani wanasema huyu mzee ameanza kuchanganyikiwa. Ameondoka mgombea aliyekuwa kiongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi. Hivi una sababu ya kupapasa kweli? Una sababu ya kupapasa kwenye jambo hili ndugu zangu, uchaguzi wetu? Na kwa sababu na sisi Chama cha Mapinduzi kwenye mkoa tukasema wanachama wa Chama cha Mapinduzi wamekwenda, wamepiga kura za maoni nyingi tena kwa kishindo, wakamchagua ndugu yetu Robert. CCM, chama kinachojali demokrasia, tukasema tutamrudisha yule yule ambaye wana CCM wengi wamesema huyo ndio mgombea wetu. Na kwa bahati nzuri mchakato wa kura za maoni uliosimamiwa na wilaya pamoja na kata ulikwenda vizuri. Ulikuwa mchakato wa wazi. Na taarifa tulizo nazo, wale walioshiriki kwenye kura za maoni, nataka nitumie nafasi hii tena kuwapongezeni sana, na niwaombe mje hapa mbele niwaone wale mlioshiriki kura za maoni. Wagombea wote mlioshiriki kura za maoni, karibuni. Jamani, mnawaona eh? Mnawaona hawa walishiriki kura za maoni. Baada ya mchakato hawakununa, na taarifa nilizonazo wamekuja hapa mbele ya hadhara hii kudhihirisha kwamba Chama cha Mapinduzi kitaendelea kubaki pamoja. Maana kuna vyama vingine kule wanafikiri kwamba baada ya uteuzi huu waliofuatia kura za maoni wataingia kwenye mpasuko. Hizo ni ndoto. CCM inaendelea kubaki moja mpaka tutakapomaliza uchaguzi wetu. Na niwaombe sana ndugu zangu, hiki ndicho chama chenye manafasi mengi. Umekosa udiwani, kuna nafasi zinakuja za uongozi wa Chama cha Mapinduzi mwaka kesho.
tunachaguana kwa nafasi mbalimbali. Ukitaka mwenyekiti wa mkoa njoo, ukitaka mwenyekiti wa wilaya njoo, ukitaka ujumbe wa halmashauri kuu ya taifa njoo. Nafasi ziko nyingi. Ukitaka mwenyekiti wa kata jaza, ukitaka ukatibu kata jaza. Chama hiki ndicho chama cha demokrasia, ndugu zangu. Na kuja kwenu hapa mmetudhihirishia kwamba nyinyi ni wanachama kweli kweli. Na kuanzia leo mimi kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa naendelea kuwakabidhi mgombea wetu. Endeleeni kumpa msaada. Heshima yenu kubwa ni kuhakikisha tarehe 1 wananchi wetu wanakwenda kupiga kura za kishindo kumchagua yeye awe diwani wenu. Ana uzoefu mkubwa, ana uwezo, anaweza akasimamia maendeleo ya kata hii, na kimsingi amekuwa sehemu ya jamii ya Wanaziba. Kwa hiyo msifike mahali mkafanya makosa. Wale wengine wanaojaribu sifa alizozitoa hapa na ushirikiano wake, najua kuna wengine huwa wanaenda hata kampeni hawatafanya, lakini tunasema sisi hatuna jambo dogo. Kwa hiyo natoa maelekezo hapa, ndugu zangu, viongozi wote, wanachama wote ambao ndio mtaji wa kwanza wa kura, twendeni tukafanye kazi ya kuhakikisha kwamba tunapata kura za kishindo. Kila mmoja, mabalozi kwenye maeneo yenu, kwenye mashina yenu, nendeni mkashiriki kamilifu kuhamasisha wanachama wenu ili kuweza kuhakikisha kwamba kila mmoja tarehe 1 mwezi wa 6 anakwenda kufanya kazi ya kukipigia kura Chama cha Mapinduzi. Hatuna mashaka kwenye jambo hili. Na nasisitiza, kampeni za CCM ni kampeni za kistaarabu. Twendeni tukafanye kampeni za kistaarabu kama tunavyoelekezwa na Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi. Twendeni, tunayo mambo mengi ya kuambia wananchi, tukawaambia hayo tuliyoyafanya na zile ahadi ambazo tunazo. Ni matumaini yangu kwamba Chama cha Mapinduzi kitaendelea kupata ushindi wa kishindo. Sasa kwa mara nyingine tena nitumie nafasi hii sasa rasmi kukukabidhi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo itaitumia. Ilani hii imetoa maelezo kadhaa ambayo hata kwenye kata yetu ya Ziba yako maelezo tunatarajia kufanya nini kwa kipindi cha miaka hii 5. Nendeni mkasimame na ilani hii. Hizi ndizo ahadi ilani yetu hii. Lakini vile vile niendelee kuwaomba tarehe 1 mwezi wa 6 nendeni mkamwangalie huyu, na akina mama mnamuona. Kwanza ni mtu anayependeza hata kwenye picha. Hata kuna wagombea wengine wamenuna. Umenuna kabla hujawa kiongozi. Huyu hapa mtu mcheshi, ana tabasamu, anafikika, na kwa historia yake amekuwa ana mchango mkubwa sana wa kusaidiana na wananchi kwenye kata hii. Piga makofi kwake, ndugu zangu. Nendeni mkamchague mtu na uhakika mnaweza mkampigia, hata pamoja na kupiga simu, lakini unaweza ukampiga hodi, mlango ukafunguliwa. Sije mkachagua fuga mbwa. Yaani unafika pale sasa, hata namna ya kumwona diwani wako usiku huwezi. Ukipiga simu haipokelewi. Na uongozi, ndugu zangu, ni kazi kubwa. Twendeni mkamchague mtu ambaye mna uhakika mnaweza mkashirikiana naye kwenye kipindi cha miaka yote ya uongozi. Na mwisho kabisa,
Ndugu zangu vijana, naomba vijana mkafanye kazi ya umoja wa vijana, kutafuta kura, lakini vile vile kulinda viongozi wetu na hasa wagombea wetu na hasa mgombea wetu. Twendeni tukatafute kura, umoja wa vijana kwa nafasi yenu. Najua mnavyojua kutafuta kura. Wazazi kwa maana ya jumuiya, katafuteni kura, mkajipange. Nilikuwa namsikia mwenyekiti wa UWT wa mkoa anasema zipo kura 3 za uhakika, akazitaja, naomba nizirudie. Kura ya kwanza ya mwanamke mwenyewe, kura ya pili akasema ya mzee sijui ya baba, na kura ya 3 ya vijana na watoto. Lakini kuna kura ya 4 alisahau, na yenyewe nendeni mkaitafute. Nendeni mkafanye kazi kwa ustaarabu, kuhakikisha chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kinapata ushindi. Baada ya maelezo haya, ndugu zangu, niwashukuru wananchi wote mliofika hapa. Niwashukuru na kuwapongeza. Sungusungu mmejitoa, mmekuja hapa, lakini vile vile wananchi wote ambao toka asubuhi, tunawashukuru sana kwa heshima hii kubwa. Sasa tumewasha gari limewaka, ni mchaka. Hata kama wenzetu hawatakwenda kwenye kampeni, Chama cha Mapinduzi kifike kufanya kampeni kila eneo, ili kuhakikisha kwamba tunaleta heshima kwa wapiga kura wetu. Wapiga kura wafikiwe bila kujali kwamba hatuna ushindani. Twendeni tukafanye kazi ya kutafuta kura. Baada ya maelezo haya, leo tarehe 11 mwezi wa 5, naomba nitamke rasmi kampeni za Chama cha Mapinduzi za udiwani kwenye kata hii sasa zimezinduliwa rasmi. Asanteni sana.